haifai. Kwa hata anapokuwa anajua utamkemea, lakini kwa ni kama mtu ambaye na yeye anakuwa na umakini wa kwamba ni kama mtu ambaye na yeye anatayari kwamba huyu mtu atakuja kunionya, atanikemea huyu. Umeona? Lakini nilipomkemea alikataa. Sawa? Alikataa. Ndivyo watu wa leo walivyo. Kwa nini Bwana alinionyesha hayo? Ni baada ya kuandaa somo hili. Sawa? Kwa yamkini ninapoongea na wewe mahali hapa, mahali popote ulipo, nchi yote uliopo, mazingira yote uliopo, ambao unatufuatilisha, ambao umejiungamanisha na ibada hii, kwa yamkini nayo kuambia, sawa, kwako haya nayo kuambia usiyafanye, kwako ni sehemu ya faida. Unaona kama ni sehemu ambayo kupata profit, sawa, ya kupata riba ili upate kunufaika katika mambo yako. Lakini sio lengo la Bwana uishi hayo maisha. Bwana atake uishi hayo maisha. Kwa kama unaishi au unatembea katika hizi njia ambazo Bwana hazitaki kwa sababu ya mambo yako binafsi, ole wako. Bwana leo amekuonya, amekwambia ataki haya mambo, anataka uishi katika njia ambazo zinafanya zinazompendeza yeye. Haleluya. Kwa wanawake wanapaswa wakae katika matendo mema, katika njia inayopasa, sawa, ambayo njia inaonyesha uchaji, sawa, wa Mungu, waonekane wamemcha Mungu. Haleluya. Wewe mwanamke wanaume wawili, wanaume watano wa nini? Wewe mwanaume wanawake wawili watano wa nini? Haleluya. Wa nini? Tamaa. Mumenyanyua shingo zenu huku mkipepasa papasa macho kwa ajili ya tamaa. Wanawake warizike na wanaume zao, wanaume wenyewe warizike na wake zao. Kwa ndo hivyo. Lakini sio lengo la Bwana mwishi hayo maisha. Haleluya. Yes. Kumi na moja. Eti wanawake wanapaswa kukaa kimya. Wanapaswa kukaa kimya, kuwa wanyenyekevu wakati wa kujifunza. 12. Mimi simruhusu mwanamke afundishe au amtawale mwanaume. Anapaswa kukaa kimya. Sawa. Kwa anasema yeye amruhusu mwanamke. Kwanza mwanamke inabidi afanyaje? Ajifunze katika ile nini? Hali ya unyenyekevu. Sawa. Kwa mwanamke inabidi awe nini? Awe mnyenyekevu. Kuwa mnyenyekevu. Wapo wanawake ambao sio wanyenyekevu. Leo kuna sheria zinaendelea mtandaoni ambazo wanawake wanashauriana ya kwamba mwanamke hapaswi kumshirikisha mwanaume mambo yake. Yaani mwanamke awe na mambo yake. Ni kama vile mwanamke, yani mwanaume wana familia, wana nyumba, alafu ndani ya nyumba moyo na nyumba nyingine, maana kwamba mwanamke awe na nyumba yake au mwanamke awe na mambo yake binafsi tofauti na mume wake. Hayo sio maisha. Hilo sio kusudi la Mungu mwanamke aishi hivyo na mume wake, na sio kusudi la mwanaume aishi hivyo na mwanamke wake. No. Mnapokuwa kwenye ndoa, Mungu amekusudia hilo ni agano. Sawa? Mnaambiana kila jambo linalohusiana, yani jambo lolote. Hata kama wewe mwanamke una pesa kiasi gani kumzidi mwanaume, hata kama mwanaume ana pesa kiasi gani kumzidi mwanamke, lakini hiyo hali uwezi kujamulia maamuzi ya kutengeneza familia nyingine tofauti na mtu ambaye ulionaye. Sawa? Leo wanashauriana wanawake ya kwamba mwanamke, kuwa na biashara zako, kuwa na nyumba yako, wala usimjali mume wako, usimsikilize. Afu wanasema wanaume ni matapeli. Ukimshirikisha atakuibia pesa. yani mume wako ukimshirikisha atakuwa tapeli, atakuwa mwizi. Sasa maisha haya, fuata Mungu, tuwe makini sana. Mungu anatupenda sana. Sawa? Kwa hiyo mwanamke ishi katika hali ya unyenyekevu. Onyesha kwamba wewe ni mchaji wa Mungu. Sawa? Amesema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala ya kumtawala mwanaume, bali akae kimya. Sawa? Kwa akae kimya, yani yeye mtu ambaye ni mnyenyekevu, yeye ni mtu ambaye kufanyaje? Kwa kusikiliza. Yes. Haimaanisha kwamba hawezi kuuliza swali, haimaanisha kwamba hawezi kuongea, lakini hali ya unyenyekevu, ya utifu itawale maisha yake. Lakini maisha ya leo wanawake wengi sio watifu na sio wanyenyekevu. Yaani wewe jaribu kuongea, utajikuta wote mpo juu. Yaani wewe anza tu. Yaani kama hivi nakusubiri wewe uanzishe, yeye amalize. Kwa ndivyo maisha sasa hivi. Lakini hilo sio kusudi la Bwana watu waishivyo au wanawake waishivyo. Bali wakae katika nini? Katika ile unyenyekevu. Hii 13. Maana Adamu aliumbwa kwanza, alafu Hawa.
Ni kwa sababu Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza, alafu Hawa, alafu ndio nini, Eva akafuata. Ndio kwa maana huo utaratibu wa heshima ufatane viwango. Mheshimu mume wako, mheshimu mwanamke, mheshimu wanaume, sawa? Yes, kwa heshimiana, kila mtu mkae katika ile kuheshimiana katika kila mtu kwenye kiwango chake. Haimaanishi kama imesema kwamba mwanamke akae kimya ndio wewe mwanaume waanze kumtukana mke wako. No, mtukane mwanamke. No. Umheshimu yeye, lakini yeye akuheshimu, kwa kila mtu ashike na kwenye nafasi yake. Umeona? Lakini wapo watu ambao kila mmoja hataki kushika na nafasi yake. Wakikiwasha wamekiwasha kweli kweli mpaka huko kitaeleweka. Haleluya. Wanaanzia nyumbani wanamalizia mtandaoni. Hilo sio lengo la Bwana watu waishi hivyo. Umeona? Eti na wala si Adamu aliyedanganywa, bali mwanamke ndiye aliyedanganywa akaivunja sheria ya Mungu. Umeona? Kwa sababu pia sio kwamba ni Adamu aliyedanganywa, bali Hawa ndiye aliyedanganywa, bali mwanamke ndiye aliyevunja sheria. Mvunjaji wa kwanza sheria ya Mungu ni mwanamke. Kwa ili apate kurudi katika ile tena utakatifu ya kumpendeza Bwana, inabidi azidi kukaa katika hili ya unyenyekevu. Aonekane ni ananyenyekea, ni mpole, ili Bwana apate kumrehemu. Umeona? Kasema hata hivyo mwanamke ataokolewa kwa kupata watoto kama akidumu katika imani, upendo na utakatifu na unyofu. Kwa maana kwamba ni kama vile mwanamke atakuja kuokolewa kupitia uzao wake, kupitia watoto wake, na akidumu, sawa, akidumu katika imani, kwa akidumu, akizidi kukaa katika imani, yani upendo, utakatifu na unyofu, ndipo atapata neema kuokolewa. Sasa kama wewe uishi katika haya mambo, je, unadhani una neema kuokolewa? Kwa maana kwamba unapishana na nini? Na wokovu. Haleluya. Bwana tuwe sana. Tutasoma tena kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22:5. Haleluya. Bwana tuwe sana. Neno la Mungu linasema wanawake wasivae nguo za wanaume na wanaume wasivae nguo za wanawake. Anayefanya hivyo ni machukizo kwa Mwenyezi Mungu, sawa, Mungu wenu. Kwa hiyo mwanamke asivae mavazi ya mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa sababu endapo mtafanya hivyo ni chukizo la Mwenyezi Mungu, Mungu wetu yani. Sasa leo wapo wanaume wanavaa nguo za kike, wanaume wanaweka irene, wanasuka nywele, sawa. Hao ndio mashoga tunaowaita. Ushoga sio kwa kuingilia kinyume mambo, ushoga hata tabia. Wapo watu wana hormone za kishoga, sawa. Wapo watu ambao ni manini, ni mashoga, kwa sababu wewe mwanaume unavaje irene, sawa, wewe mwanaume unapakaje lipstick. Wapo watu wanafanya hivi, mwanaume anachonga kope, anachonga nyusi, anatinda nyusi mwanaume, afu anakata na hapo mwanaume, sawa. Usiwe hivyo. Ukifanya hivi ni kama vile unakuwa mwanamke. Na wewe mwanamke usifanye kama, usivae nguo za kiume, suruali, sawa. Usifanye kitu ambacho kinachoonyesha kwamba umbo hili linafaa kwa mwanaume. Hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Haleluya. Kwa tuhakikishe tunatembea katika njia ambayo Bwana fanyaje, anaitaka. Tusije tukashupaza shingo zetu, maana shingo ukishupaza sana itavunjika. Tuhakikishe shingo zinakuwa laini tupate kumtii Bwana. Haleluya. Tumtii Bwana. Tumtii Bwana. Tutembee sawa sawa na Bwana anavyotaka. Watu wengi katika neno hili huwa wanajitahidi au kujitetea kwamba Mungu angalii mavazi, anaangalia moyo. Nani aliyekudanganya ya kwamba Mungu anaangalia tu moyo? Mungu angalii moyo tu, sawa. Kama Mungu anaangalia moyo, kumbuka Mungu ametupa na hiyo amri kwa ajili ya kulindana sisi kwa sisi. Sasa ni nani aweze kukutana na wewe akajua moyo wako jinsi ulivyo? Kwa jinsi ulivyo ndivyo inavyo, hata kama upo hivyo, lakini mtu atakavyokuona na kuchukulia hivyo, sawa. Kwa mavazi ni utambulisho wa mtu. Kama kuna kitu ambacho uwezi kujielezea kwa mwanadamu yoyote akujue ulivyo, jambo la kwanza ambalo uwezi kumpa wakati mgumu wa kukutambua, ni jambo la kwanza ni mavazi. Akikuangalia tu muonekano wako, anakutathmini jinsi ulivyo, hata kama upo hivyo.
Kwa utambulisho wa kwanza mwanadamu ni mavazi. Haleluya. Ndio kwa maana tapeli mkubwa anapoenda, au tapeli yoyote anapoenda kudhulumu, kutapeli tajiri mkubwa, hawezi kwenda akiwa amevaa nguo za majunga njunga. Anavaa suti. Kwa nini anavaa suti? Ili utambulisho wake upate kufanana na yule anayeenda kufanyaje, kumuibia. Maana akivaa nguo za ovyo atagundulika mapema. Kumbi mavazi ni utambulisho. Utakapovaa suruali, nguo zinazofanana, zinazoendana za kiume, au kitu chochote utakachokifanya cha kiume. Wapo wanawake ambao wanatembea kama wanaume kabisa. Yaani unatembeaje una mwendo wa kiume wewe? Sawa. Mwanamke unavuta sigara. Mwanamke unatembea na wanaume, vikundi vya wanaume wengi. Yaani hata kuongea umeshabadilisha kuongea. Kwa wewe umeshakuwa ni mtu tofauti. Kuwa katika asili ya wanawake, na mwanaume kaa katika asili ya kiume. Usiwe mwanaume anakuwa kama mwanamke. Mwanaume ongea kama mwanaume, vaa kama mwanaume, tembea kama mwanaume. Mwanaume unacheka, unaweka paka kidole hivi, mwanaume unacheka. Sasa hayo Bwana hataki hivyo. Haleluya. Bwana hataki, maana kwamba msifanye njia hizo zinazofanana, kwamba mambo ya kike, homoni za kike, tabia za kike zisiwe kwa mwanaume na tabia za kiume zisiwe kwa mwanamke. Hapa sio mavazi tu, ni tabia. Haleluya. Lakini ukiambiwa kwamba usivae hii, usifanye hivi, hii inaonyesha kwamba ni mwanaume anapaswa kufanya hivi, au kubali. Haleluya. Au itikii. Lakini hilo sio lengo la Bwana. Kuhakikisha watu wa Mungu tunatembea katika njia takatifu ambayo Bwana afanyaje, anataka tutembee katika hiyo. Haleluya. Yes, Mathayo. Tusome kitabu cha Mathayo. Bwana apate kutuweza sana. Yes, kitabu cha Mathayo. Wa Korinto wa kwanza sura yake ya 6. Bwana anatutaka kila mmoja litambue. Habakuki sura yake ya 2 pale mstari wa kwanza anakuambia, mimi nitasimama kwenye zamu, nitakaa kwenye zamu yangu. Wewe Bwana unashinda ukaa kwenye zamu yako, wewe mwanaume, wewe mwanamke, kaa kwenye nafasi yako ya kike, na wewe mwanaume kaa kwenye nafasi yako ya kiume. Kila mmoja atambue. Sio lazima yani leo hii paka umjue kwamba wewe ni mwanamke na mwanamke, paka ajitambulishe. Yani paka uchukue scan, uanze kuscan, ndio unajua ni mwanaume na unajua ni mwanamke. Wote ni the same. Tumekuwa sawa. No, hilo sio lengo la Bwana. Mwanaume anatambulika hata hawezi kujitambulisha. Mwanaume tu wanamwangalia tu ni mwanaume, na mwanamke ni mwanamke. Sasa kama leo tunavaa nguo zote tunafanana, tabia zinafanana, mwanamke anasuka na sisi tunasuka, ajipasi tusuke, ni machukizo. Haleluya. Hayo yote maereni, masuka, mapambo, Bwana amesema hataki hayo mapambo yote. Haleluya. Bwana tuwe sana. Kuna mtu amepata hapo? Wakorintho kwanza sura ya 6. Yes, sura ya 6 mstari wa 19 mpaka 20. Bwana nyinyi si mali yenu wenyewe. Kwa maana mmenunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Eti au amjue kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Eti wewe ujue kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hapo hebu soma kitabu cha Mathayo 21:12-13. Eti au amjue kwamba hekalu la Roho Mtakatifu, miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako wewe ni sehemu ambapo Bwana anapasha kukaa, jitukuze ndani yake. Sasa uwezaje kujitukuza ikiwa wewe umejaza ndani yako matakataka yote hayo, mambo yote maovu yapo maishani mwako? Bwana awezaye kujitukuza? Sikiliza mtu wa Mungu, usijidanganye. Hata kama unaomba mara 100 kwa siku, kama wewe una dhambi, maombi yako yasikiwi. Hata kama utaona kwamba umebarikiwa, unabarikiwa na shetani, sio Mungu. Mungu amesema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele zake. Sasa kama ni kelele mbele zake, yawezaje maombi yako yapokelewe? Hilo ni pana question mark. Jiulize mara 100. Mungu ni mwenye haki, na akiongea neno lake alipingani. Haleluya. Kwa kama ameongea hivyo, ipo hivyo, haina mjadala. Inasemaje hapo? Mathayo 21 sura
12 13. 12. Yesu aliingia ndani ya hekalu. Ndio. Akafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la unyang'anyi. Haleluya. Umeona? Yaani Yesu akaingia hekaluni. Alipoingia hekaluni akakuta watu wamegeuza hekalu kuwa sehemu ya biashara. Wanabadilishana pesa, wanauza njiwa, wanakopeshana, wengine wanaibiana humo. Yaani wanafanya kila kitu ndani ya kanisa. Kitu cha kwanza alichokifanya, alifika akavuruga, akavunja, akabomoa, akawafukuza. Sawa? Nini maana yake? Katika hali ya mwili ni hivyo hivyo. Kanisa tukifungua kanisa, kwa mtu akija kufanya kanisa kwa sehemu ya biashara, hatuwezi kukubali, tutamfukuza. Sawa? Kwa sababu imeandikwa sehemu ya kanisa ni sehemu fanyaje ya kuabudia na kumtukuza Bwana. Sasa andiko limetuambia katika kile kitabu cha nini? Cha Wakorintho kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na sio kwa ajili yetu wenyewe, sawa? Ni kwa ajili yake yeye tupate kumtukuza. Ili na watu wapate kutuona sisi maana kwamba katika njia zetu, matendo yetu, watu wapate kumtukuza Bwana. Umeona? Sasa katika Mathayo unaambiwa kwamba watu kanisa walibadilisha kuwa sehemu ya nini? Ya biashara. Nini maana yake? Katika roni, maana kwamba wewe waweze kugeuza mwili wako kuwa sehemu ya biashara. Yawezaje kuwa biashara? Ndio kwa maana leo malaya anabadilisha mwili wake kuwa sehemu ya biashara, na wakati mwili wake ni sehemu ya Roho Mtakatifu. Kwa mwili wako umebadilisha kuwa sehemu ya dhambi. Ndio kwa maana mule ndani ya kanisa waleka vile vile wanabadilisha pesa, wanafanya hivi, yani walikuwa wanafanya kila kitu mule ndani. Sawa? Kwa ni kama mwili wako leo hii unabadilisha mwili wako, unafanya kila kitu. Sawa, unaiba, unadanganya, sawa, wewe ni mwizi, mchawi, sawa, mfisadi, mnang'anyi, kwa mambo yote mabaya umeyaweka ndani ya moyo wako. Kwa ni sawa sana kwamba hekalu la Bwana umelifanya kuwa sehemu ya biashara. Yesu amesema imeandikwa hekalu lake ni sehemu ya sala, sio sema nini? Ya biashara. Kwa nini cha kufanya sasa? Inabidi ile kanisa ifanyaje? Hayo matakatifu yafanyaje? Yaondolewe. Je, Yesu alikuwa mkatili hapo? Anakosa gani? Kwa imeandikwa sehemu ya kanisa lake ni sehemu ya biashara. Kwa na mimi nakwambia mwili wako ni sehemu ya Roho Mtakatifu. Ni sehemu ya kumtukuza Bwana. Kwa hakikisha hayo yote mapambo maovu yaliyomo ndani yako, madhambi yaliyomo ndani yako, yaondoe, yatoe nje ili Bwana apate kutukuzwa, ili upate kumwabudu Bwana ndani ya kanisa lake. Amen. Hilo ni neno la Bwana. Kwa mtu wa Mungu, Bwana anatupenda sana. Kama mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, amekwambia usivae hivi, usitembee hivi, usifanye hivi. Hakikisha aufanye ili yeye apate kutukuzwa. Haleluya. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Walawi. Walawi sura yake 19. Kuna jambo hapa ambalo Walawi sura 19. Mwanzoni kabisa. Sura 19 27 mpaka 30. Ndio. Msinywe denge wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Ndio. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu. Wala msindike alama miili yenu. Mimi ndimi Bwana. Haleluya. Umeona? Bwana ametuambia tusinyoe denge. Sasa nyie ambao mko mahali hapa kama mjui, sasa mimi nilikuwa bingwa kunyoa madenge. Sawa? Lakini Bwana aliniambia nisinyoe denge. Yaani mimi kama Bwana ameniambia nisinyoe denge, maana kwamba nisinyoane hata denge. Pembe za ndevu zetu hatupasi tuchonge. Tulikuwa tunachonga, Bwana amesema haipasi tufanye hivyo. Ndio kwa maana Bwana akanikataza kufanya kazi yangu. Sawa, nilikuwa nanyoa madenge, nilikuwa nanyoana madenge, nilikuwa nachongana ndevu. Kwa hayo yote Bwana akasema hayataki. Kumbe yamkini uko mahali hapa, yupo mama ambao unayaishi unayafanya kwa sababu hujui. Lakini unapojua na unaposikia, jambo la kufanya ni kuchukua maamuzi ya kuachana nalo jambo. Haleluya. Usichanje chale, yamkini umewahi chanja, usichanje tena wakati unapojua kwamba neno la kuambia usichanje chale. Wala usiweke alama yoyote kwenye mwili wako, msiweke matatu. Haleluya. Leo tatu imekuwa kama fashion style, lakini ni machukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana ataki. Haleluya. Msinyoe madenge, msichonge pembe za ndevu zenu.
acha ziote. Bwana hivyo ndio anaona fahari. Haleluya. Bwana anatupenda sana. Bwana anatupenda sana. Hiyo 21:5 unasemaje? Hiyo 21 sura mstari wa 5. Haleluya. Wala wasinyoe pembe za ndevu zao, wala wasichanje chale katika miili yao. Haleluya. Msijifanyie upaa wala msichonge pembe za ndevu zenu, sawa, wala msichanje chale. Andiko hilo limerudia tena kwa wanaume, hata wanawake si tunawanyoa. Haleluya. Bwana hataki. Kwa kama ulikuwa ukifanya hivyo, kama ulikuwa unawafanya watu hivyo, kama umesikia neno hili, neema niliyoipata mimi na wewe ukaipate na wewe ukatembe nayo. Haleluya. Ufunuo niliopewa mimi ukapewe na wewe ukatembe nao. Kumbuka, shida sio kusikia na shida sio kuona, shida ni kutenda. Je, unaposikia, unapoona umetii? Shida ni kutii. Bwana anataka watu wanaomtii. Kwa utakapolisikiliza neno alafu ulitii, wewe kwako ni kazi bure. Haimaanishi ulisikia, haimaanishi uliliona. Sawa? Lakini kama ulitii, kwako ni kazi bure. Haleluya. Kwako ni kazi bure. Haleluya. Bwana tuwe sana. Mali hapa tutaenda kusoma katika kitabu cha tukasikiliza tabasamu ya Bwana. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 5 mstari wa 23 mpaka 29. Tukasikiliza tabasamu la Bwana. Kichwa kinasema tabasamu la Bwana, si ndio? Juu ya nini? Njoo wale wanaoshika sheria zake. Kwa kichwa cha Bwana kinasema tabasamu la Bwana juu ya wale wanaoshika nini? Sheria zake. Sasa ngoja tusikilize tabasamu la nini? La Bwana juu ya mtu ambaye anayeshika sheria yake au sheria zake. Tumsikilize. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 5, si ndio? 23 mpaka 29. Inasemaje? Basi mmenikaribia, nao wakuu wote wa kabila zenu na wazee wenu, mkasema, tazama, Bwana Mungu wetu anatuonyesha utukufu wake na ukuu wake, nasi tunasikia sauti yake toka katika moto. Umeona leo ya kuwa Mungu husema na wanadamu, naye akaishi. Mstari 25. Sasa basi mbona tufe? Maana moto huu mkubwa utatuteketeza. Ndio. Tukiisikia tena sauti ya Bwana Mungu wetu, tutakufa. Maana katika wote wenye mwili ni nani aliyeisikia sauti ya Mungu aliye hai? Akisema toka kati ya moto, kama vile sisi, asife? Enenda karibu wewe ukasikie yote atakayosema Bwana Mungu wetu. Akatuambia yote atakayokwambia Bwana Mungu wetu, nasi tutayasikia na kuyatenda. Amen. Naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu mliyoniambia. Bwana akaniambia, nimesikia sauti ya maneno ya watu hawa waliokwambia. Wamesema vema yote waliosema. Haleluya. Sawa, hilo ni tabasamu la Bwana. Tarudia tena kwa utaratibu, tabasamu la Bwana. Hawa ni wana wa Israeli. Kabla sijaanza tena, hawa ni wana wa Israeli ambao ni watu ambao walikuwa magaidi sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na walikuwa wakitaka, wanamwambia Musa, tupeleke si kwa Bwana, tunataka tuongee naye sisi wenyewe. Bwana anaongea naye mwenyewe. Sawa, tunataka tumsikilize na sisi. Bwana siku aliwaambia walete hao watu kwenye mlima wangu, nitaongea nao. Sasa alipowasogeza watu wa Mungu, yaliyotokea ndo kama haya. Ngoja sasa. Haleluya. Eti wakati mliposikia hivyo sauti kutoka katikati ya lile giza juu ya ule mlima uliokuwa unawaka moto, viongozi wote wa makabila yenu na wazee walinijia
24 wakasema sikiliza Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, umetufunulia utukufu na ukuu wake. Tumesikia sauti yake kutoka katikati ya ule moto. Leo hivi tumemuona Mungu akiongea na binadamu, naye binadamu badala ya kufa akaendelea kuishi. Haleluya. Lakini 25 lakini ya nini tusitii katika lakini kwa nini tujitie katika hatari ya kufa kwa kuteketezwa na ule moto mkubwa? Tukisikia tena sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, tutakufa. 26 Je, ni binadamu gani aliyepata kusikia Mungu aliye hai akiongea kutoka katikati ya moto kama tulivyomsikia sisi, alafu akaweza kubaki hai? Haleluya. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaojiana. Kwanza wanamtukuza Bwana kwa yale ambayo Bwana aliyowafanyia. Yaani Mungu ameweza kuongea na wanadamu, au wanadamu wameweza kuongea na Mungu, lakini wamebaki hai. Sio rahisi kuongea na Mungu, kuonana na Mungu afu ukabaki hai. Mungu alijidhihirisha katika njia ya moto na mbele ya wanadamu wakamwona Mungu, lakini bado wakabaki kuwa hai. Wakawa wanajiuliza, je, ni binadamu gani ambaye awezaye kuonana na Mungu alafu akabaki kuwa hai? Lakini sisi tumeonana na Mungu, lakini bado tumebaki hai. Hatujafa. Tunaamini awamu hii tukiongea naye tena tutakufa. Sasa kwa nini tukubali kwenda kufa, kuangamizwa katika huo moto? Kwa nini tukubali kufa? Wakawa wanaojiana, wakawa wanamwambia Musa, haleluya, nani aweze kumuona Mungu aliye hai alafu akabaki hai? Ni nani? Jibu ni kwamba hamna, lakini wao walibaki hai. Hata Moses alimuona Mungu lakini akabaki hai. Hata wao pia walimuona wakabaki hai. Kwa wakahofia, ili jambo sio la kawaida. Umeona? Wakasema, heri wewe Mose, uende karibu ukasikilize yote atakayosema Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, kisha uje utuambie mambo hayo yote atakayokuambia. Sisi tutayasikiliza na kuyatekeleza. Ndipo akamwambia Mose, wewe nenda sasa. Awamu ya pili waliogopa kwenda pamoja, waliofia kwa sababu kama tu tumeenda, Mungu ameongea na sisi, ametuacha hai. Hakuna mwanadamu ambaye hawezi kuongea na Mungu, kuonana na Mungu akabaki hai. Wakaogopa, wakasema Musa, awamu hii nenda baba peke yako, nenda ukasikiliza atakayokuambia, uje utuambie, sisi tutayatii na tutayatekeleza. Kumbuka walikuwa na kiburi, walikuwa sio watekelezaji, walikuwa wajeuri. Yamkini ni wewe mjeuri juu ya neno la Bwana, yamkini ni wewe mwenye kiburi juu ya neno la Bwana, lakini Mungu anapokupa nafasi kama hii ya kusikiliza neno lake, bado kazidi kuwa jeuri. Je, ni nani awezaye kusikia sauti ya Bwana akabaki kuwa hai? Kumbuka unaposikiliza neno la Bwana linakuhukumu moja kwa moja endapo utalitii. Hata kama umesikia neno moja tu, kama utatembea katika hilo neno, jua limesha kuhukumu moja kwa moja, kwamba ni kama upanga tayari umesimama juu ya maisha yako, unatembea nao. Unaona? Kwa waliogopa, wakamwambia, nenda mzee, nenda wewe, utakuja kutuambia, sisi tutatii. Umeona? Hii 28 Mwenyezi Mungu alisikia maneno hayo yenu akiniambia, nimesikia maneno waliokuambia watu hawa, yote waliosema ni sawa. Lakini 29 lakini wangekuwa daima na mawazo kama hayo, wangeniheshimu na kushika amri zangu, mambo yao yote yangewaendea vyema daima, wao wenyewe na wazao wao milele. Umeona? Kwa hiyo baada ya hapo Mungu alimwambia Mose ya kwamba mambo yao yote, sawa, mambo yao yote nimeyasikia. Umeona? Nimeyasikia. Lakini hapa ndio kwenye tabasamu andiko hili. Hebu ngoja nisome na kutoa kidogo. Haleluya. Yaani Bwana alifurahi sana.
Bwana alifurahi sana. Tasoma hiyo 28 mpaka 29 ili tuelewe vizuri hapo kidogo. Tunakaribia kumaliza. Bwana tuwezeshe sana. Mungu ni mwaminifu. Mungu anatupenda sana. Kumbukumbu la Torati sura 5 28 mpaka 29. Mungu anatupenda sana watu wa Mungu. Kwa maana Mungu anapokupa nafasi, anakupa nafasi wewe unaichezea. Itafika wakati nafasi hiyo utaiona tena. Kwa sababu utaitafuta, utaiona tena. Linasema, naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu mlioniambia. Eti maana kwamba Musa anawajibu sasa ya kwamba naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu mlioniambia. Umeona? Mlioniambia. Bwana akaniambia, nimesikia sauti ya maneno ya watu hawa. Ndipo Bwana akamwambia Musa kwamba nimesikia maneno au sauti maneno ya watu hawa. Umeona? Hapo waliokuambia wamesema vyema yote waliosema. Eti wamesema vyema yote waliosema. Kwa sababu walimwambia Mose, nenda wewe kaongee naye, akikupa sheria, akikupa utaratibu, njoo tuambie sisi, tutasikiliza na tutatekeleza. Umeona? Ndipo Bwana akasikiliza hayo maneno yao. Bwana akasema wamesema very good. Umeona? Wamesema wamefanya bien. Sasa hii 20 ngapi? 29. Amesema hivi, light wangekuwa na moyo kama huu ndani yao. Yaani Bwana anasema light wangekuwa sawa, wangekuwa na moyo kama huu. Maana kwamba Mungu hivi nini maana yake? Kwa mfano ukimpa mtu zawadi, sawa, alafu mtu yule akasema light ungekuwa unanifanyia hivi. Hivi ndani yake amekusudia nini? Ndani yake maana kwamba ndani yake amekusudia uendelee kufanya hivyo. Inamaanisha ulichokifanya kimefanyaje? Kimempendeza, kimemfurahisha. Kwa Bwana akasema light, sawa, light wangekuwa na moyo kama huu. Maana kwamba moyo wa unyenyekevu, moyo wa utifu. Kwa wangelikuwa hivyo siku zote, Mungu maana kwamba angeendelea kuenjoy. Mungu alipendezwa na jambo hili. Eti ndani yao siku zote. Umeona? Siku zote. Umeona? Wakunicha maana kwamba au kunicha au kumucha. Wakunicha, yes, moyo wa kumucha yeye. Umeona? Na kushika amri zangu zote siku zote. Yani wangelikuwa na moyo wa kumcha, wa kushika amri zake zote, yani siku zote. Light wangelikuwa hivyo. Maana kwamba ni watu ambao walikuwa wapo hivyo. Yamkini na wewe au upo hivyo, ni mtu ambaye usishika nini? Sheria za Mungu, neno la Mungu. Wewe ni mtu ambaye wewe unafanya unavyotaka. Kwa endapo utafanya sheria, utashika sheria moja, Bwana anaona yes, light angelikuwa anafanya hivi kila siku. Umeona? Light angekuwa anatembea katika njia zangu kila siku. Basi ngoja usikilize. Umeona? Eti wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Eti ungelifanya hivi, maana kwamba unaposhika neno la Mungu, maana kwamba unapata nafasi ya kuishi, sawa, na nafasi fanyaje ya kufanikiwa wewe na watoto wako, yani milele. Maana kwamba mtafanikiwa milele endapo utaishi katika sheria ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa Bwana anataka tuishi katika njia nini? Takatifu. Bwana anataka tumpendeze yeye. Kwa kumalizia, tutasoma Zaburi 139. Haleluya. Bwana anataka tumpendeze yeye. Hekalu lako, moyo wako, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yesu alipokuta watu wameweka matakataka kanisani, aliwafukuza, akapiga mashuti hapo, akabomoa, akawafukuza. Na wewe ondoe matakataka yote, mazambi, zinaa, uzinzi, usharati, wizi, uongo, ugoro, bangi, pombe, sigara. Ondoa mambo yote maovu mbele yako. Haleluya. Neno la Bwana linasemaje? Haleluya. Mstari wa 139, mstari wa 23 mpaka 24.
unichunguze. Ndio. Ujue moyo wangu. Unijaribu ujue mawazo yangu. Ndio. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Haleluya. Uniongoze katika njia ya milele. Hebu rudia tena kwa nguvu kidogo. Mungu, unichunguze. Ujue moyo wangu. Unijaribu. Uyajue mawazo yangu. Uone kama ipo njia iletayo majuto ndani yangu. Ukaniongoze katika njia ya milele. Haleluya. Hilo ni jambo ambalo unapaswa kumwomba Mwenyezi Mungu. Haleluya. Huyu Daudi anaomba mbele ya Mwenyezi Mungu. Eti Mungu amchunguze. Je, wewe lini umewaiomba katika sala yako Mungu akuchunguze? Eti Bwana, Mungu amchunguze. Eti nichunguze Mungu, unijue moyo wangu. Mungu akuchunguze, ajue moyo wako. Moyo wako, unajua moyo wako umebeba nini? Moyo wako umebeba nini? Moyo wako umebeba kila takataka. Hekalu lako umelichafua, umefanya hekalu la Bwana sehemu ya sala kuwa ya biashara. Kristo akasema mjue kwamba imeandikwa, nyumba yangu ni sehemu ya sala, ni sehemu ya kufanya ibada. Mwili wako ni sehemu ya kufanya ibada ya Bwana, ni sehemu ya Roho Mtakatifu, ni sehemu ya kumwabudu Bwana katika matendo mema, katika njia njema. Umejaza nini ndani yako? Haleluya. Umejaza nini? Anaomba Mungu amchunguze, ajue moyo wake. Omba na wewe Bwana achunguze, ajue moyo wako. Moyo wako na nini? Sometimes huwezi kuomba maombi yako kwa sababu unajua wewe ndo zinaa zimejaa huko ndani. Uwezi, ushoga ndo umejaa, usagaji umejaa, umalaya umejaa. Sawa? Yes, ufilwaji umejaa. Yaani wewe mabaya yote yamejaa ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako. Wawezaje? Kwa mfano, Mungu akamwambia Moses, una nini mikononi mwako? Musa akamwambia, nina fimbo. Nimeipenda kauli. Kuna mtoto mmoja mtumishi wa Mungu aliongea kauli, nilipenda sana. Akasema, nina fimbo mikononi. Ndipo Bwana akamwambia, hiyo fimbo ifanye 1 2 3. Inyoshe bali pasuke, ifanye hivi itageuka hivi. Hiyo fimbo akawa anaitumia kwa ajili ya kufanya miujiza ya Bwana. Sasa wewe na wewe una nini mikononi mwako? Kipi kilichomo moyoni mwako? Au unaweza kusema nini kilichomo? Una iPhone, mdada una iPhone. Itupe chini tuone. Utaweza kutupa chini? Mungu anamwambia tupa chini, itageuka kuwa nyoka. Ikageuka nyoka. Wewe ukiambia iPhone yako tupa chini, utatupa? Moyo wako Mungu atakapochunguza akagundua kilichomo. Sawa, mmejaa maovu ya kila aina. Atakapokuambia achana nayo, upo tayari kuyaacha? Haleluya. Bwana anataka upate kumpendeza. Sawa. Mungu achunguze. Eti unipime uyajue mawazo yako. Bwana apime ayajue mawazo yako. Je, mawazo yako unawazia watu nini? Wewe unawazia watu mabaya tu. Ila moyoni mwako unawazia watu ila. Ukikutana na dada unamwazia ila tu mabaya. Ukikutana mkaka unamwazia tu mabaya, majirani mabaya. Yaani ndani yako mna maovu tu, yamejaa matunda maovu. Miti iliyomea ndani yako ni ya maovu. Haleluya. Yaani wewe ni wakala unayetuma mnyama ya maovu kwa watu. Hazina benki yako imejaa maovu. Misaada yako unayotoa ni ya maovu. Kwa sababu kama hazina yako ni uovu, wawezaje kumpa mtu mema? Uwezi. Utampa katika hazina yako ambayo ni maovu, ndio unayoambukiza kwa watu wengine. Haleluya. Yes. Wewe katika hazina yako, akiba yako umeweka mahindi. Sasa unawezaje kumpa mtu ndizi na wakati wewe mahindi ndio yapo ndani kwako? Uwezi. Utatoa mahindi umpe, na wewe ulicho nacho ndani yako ndicho unachokitoa kwa hapo. Kwa wewe kama njia zako ni mbaya, jua uwezi kumwambukiza mtu njia njema. Ulicho nacho ndicho unachompa mtu mwingine. Haleluya. Eti angalia kama mwenendo wangu ni mbaya, uniongoze katika njia ya milele. Yaani Mungu angalie kama mwendo wako ni mbaya, ili Bwana apate kuongoza katika njia ya milele. Je, waweza kumwomba Mungu hivyo katika siku ya leo? Je, uweze kubadilisha maombi yako? Uweze kubadilisha maisha yako katika komba hizo dua? Bwana anza kukuchunguza. Yaani unapoamka asubuhi mwambie Bwana, pima moyo wangu, jaribu moyo wangu.
Sawa, nijaribu, chunguza kama mna mabaya ndani yangu, uniongoze katika njia zako za milele. Huyo ni Daudi alikuwa akiomba hivyo. Ni mtu ambaye mwenye shauku ya kumjua Mungu. Anajua nini maana ya kuwa mbele za Bwana. Anajua maana ya kuwa duniani. Haleluya. Mtu wa Mungu, mahala popote ulipo, na ukaribisha sana. Karibu baada tunapoabudia, au kama upo nchi ya mbali, basi kama unahitaji msaada wowote wa maombi, ushauri, na hata kama kwa muda huu unahitaji maombi, ushauri, basi unaweza ukatuma comment, au kama unahitaji maombi unaweza ukatuma request tukupandisha ili upate kuhudumiwa. Lakini hakikisha unazingatia neno la Bwana, ishi katika njia takatifu, nendo katubu, kabadilike. Bwana anataka kubadilike. Bwana anakuhitaji. Tubu. Kama unahitaji kutubu, huwezi kutubu peke yako, utahitaji namba, tutakupa namba. Hata kwenye bao kuna namba hapo, unaweza ukaichukua, unaweza ukatutafuta, tutakupa maelezo, utapata kutubu na Bwana atakusamea. Amesema yeye ni mwingi wa rehema. Mwana akikuweka huru anakuweka huru kweli kweli, na akikusamea dhambi anakusamea kabisa, maana kwamba kumbuki tena. Anasema nyumbani mwa Bwana mna makao mengi. Sawa? Kwa njoo kwa Kristo, kwake kuna makao mengi, utakaa. Haleluya. Njoo ukae umuone Bwana. Haleluya. Umeona? Yes. Kuna makao mengi. Anasema kama sivyo ningaliwaambia. Maana kwamba kama makao yasingelikuwepo angesema ninako kwenda makao hamna, space hamna. Lakini mtu wa Mungu, space ipo. Njoo umtumikie Bwana. Njoo utembee katika njia takatifu. Kumtumikia Bwana sio paka waanze kuhubiri kama ninavyohubiri. No. Kumtumikia Bwana hata katika kuishi katika njia takatifu. Mche Bwana. Usimche Bwana kwa kinywa chako. Wapo watu wanamtaja tu Mungu midomo, lakini Mungu hayumo ndani yao. Kwa kumtaja Mungu kwa midomo sio kuwa na Mungu. No. Maandiko yanasema watu wao wanajishima kwa midomo yao, lakini mioyo yao ipo mbali nami. Kumbe wapo watu ambao wanamtaja Mungu kwa midomo tu. Bwana amesema usitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Nyinyi mnataja jina la Bwana bure ambalo aliwasaidii. Haleluya. Tutaingia kwa maombi. Mtu wa Mungu, tushukuru kwa ajili ya neno. Karibu kwa maombi. Jehova Jire, Jehova Shama, Jehova Tam, El Shaddai, Adonai, Yesu Kristo. Bwana, tunabariki jina lako, tunakushukuru na kuabudu jina lako Yesu Kristo. Asante Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya neno lako Bwana, nakushukuru kwa ajili ya neno lako Yesu Kristo ambalo ulikusudia Yesu Kristo katika siku hii ya leo, ili tupate kujifunza, tupate kuelewa lengo na kusudi ambalo ulikusudia.